Hawa ni vijana wetu, tunawatia moyo tukiamini kwamba wanaweza kufanya shughuli za ujasiriamali na kuongeza kipato katika familia zao. Kwa hiyo tumekuwa na changamoto kubwa tunapofikiria watu wasioona ni kitu gani wanaweza wakafanya. Lakini kwa hili tunaona kwetu sisi ni jawabu kwamba kupitia mafunzo haya madogo madogo ambao wamejifunza namna ya kutengeneza maziwa ya soya pamoja na kutengeneza dawa za kuulia wadudu na hili la kuprinti. Tumeona ni kwa jinsi walivyo wanaweza kufanya jambo hili, na hivyo tunaamini kabisa watanyanyuka kutokea mahali pale walipo. Kupitia shughuli zao ndogo ndogo basi wataongezea na hizi kuhakikisha kwamba basi kipato chao kinaongezeka. Kwa hiyo niseme tu jamii kwa ujumla wake, hawa ni watu wetu, watoto wetu, vijana wetu, na wanahitaji tu watu wa kusimama nao na kuwaonyesha wanaweza na kuwahusisha kwa asilimia zote katika shughuli hizi. Toe wito kwa wadau wengine. Kanisa kupitia FPCT Maisha Bora tunafanya kwa sehemu ndogo sana, lakini ninaamini sasa wadau mbalimbali wapo na wanaweza kufanya. Tukiungana pamoja, tunaweza kuipeleka hii jamii mahali fulani katika maisha yao na wakafikia ndoto zao. Kwa hiyo shime, tuamke, tuwaone, tuwatie moyo, tuwainue katika shughuli ndogo ndogo za kiuchumi ili wafikie ndoto zao. Kwanza kabisa kwa jina naitwa Leonidas Dominic Kasigwa. Namshukuru Mungu kwa kupata nafasi ya kushiriki mafunzo haya. Wito wangu kwa jamii, nilikuwa na wasii hasa wale wanaowaficha watu wenye ulemavu wa namna hii kama ya kwangu. Waache wajitokeze na wachangamkie fursa hizi zinapotokea. Kwa sababu ninachoamini kuna ulemavu aina mbili. Kuna ulemavu unaoonekana na usioonekana. Kwa hiyo kwetu unaonekana. Kuna mwingine unaweza kujikuta tu unaona lakini labda una ulemavu hauonekani. Kwa hiyo hii hapa tu ni namna tu ya maumbile tu ya kimungu, lakini ulemavu sasa hivi sio ulemavu kabisa kwa dunia tuliyopo sasa. Mwanzo kabisa elimu hii sikuwa nayo hata kidogo, lakini kupitia elimu hii niliyoipata, kwa mfano hii ya kutengeneza dawa ya kuua wadudu mbalimbali, ndio mada yetu ya kwanza ilikuwa nasema hivyo. Mada ya pili ilikuwa namna ya kuprinti vitu mbalimbali. Kwa hiyo kupitia elimu hii ninapotoka hapa nitaenda kuweka kwenye vitendo ili kuniinua kutoka katika ile hali tegemezi. Naitwa Shafiga Saidi. Mimi kipekee ninapenda kumshukuru kwanza, mafunzo haya yameweza kunimove katika kunipa akili mpya na kujua kwamba vitu ambavyo mimi bila kufanya naweza kupitia mafunzo haya ambayo nimepata leo. Nimeweza kuprinti, pia kutengeneza vitu mbalimbali vya ambavyo nikivitumia kwa usahihi naweza kupata kipato. Kwanza kabisa nilikuwa sijui kama kuna vitu ambavyo vyepesi. Kwa changamoto yangu ya macho, nilikuwa sijui kama vitu vyepesi naweza ngavifanya na nipate kipato. Lakini kwa sasa hivi nimepata kujua kwamba kumbe kuna mwanga na mwangaza ambao unaweza ngafanya nikajiepusha na umaskini pia. Wito wangu ni kwamba mafunzo kama haya yapo na yanawezekana, na wanaposikia mafunzo tuchangamkie fursa na tubadilishie maisha yetu. Kwa jina naitwa Madam Edina Chiwalala, ni mwalimu wa ujasiriamali. Siku ya leo tumetoa mafunzo ya ujasiriamali kwa hawa wenzetu ambao wana matatizo ya kutokuona. Tumetoa mafunzo. Yaani tumetoa mafunzo ya aina mbalimbali kwa hawa watu ambao wana matatizo ya kutokuona. Tumewapa mafunzo ya kutengeneza dawa ya wadudu waharibifu ambao wameweza kutengeneza dawa ya kuua viroboto, kunguni, papasi, mende, na pia tumeweza kuwafundisha kutengeneza batiki za kuprint. Cha ajabu, hawa watu tunasema hawana uwezo wa kuona, lakini wana akili kubwa mno. Kiasi ya kwamba naiomba serikali iwaangalie sana hawa watu, iwape sana umuhimu. Wametengeneza batiki kiasi cha kwamba hata mtu mwenye kuona vizuri hawezi akatengeneza kama wao. Siku moja tu wameweza kutengeneza batiki vizuri kabisa. Kwa kweli hawa watu tusiwatenge. Kama wako majumbani huko, naomba tuwatoe, wawalete katika vituo mbalimbali vya kusaidia.